Mei 5, Jumatatu. Mwaka wa 2025, mpango wa uinjilisti wa Yesu, kutii na kukabidhi. Mathayo 11:29. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Mungu hakukuita uwe mzungumzaji tu, bali shahidi anayepokea majibu. Basi unawezaje kupokea majibu ya shahidi? Kwanza, Yesu alisema tumfuate. Hii inarejelea kumtii Mungu ambaye ni mfalme wa wafalme. Inamaanisha kufuata nyayo za Yesu, kubeba msalaba wako mwenyewe na kumtii. Kisha utapata baraka mara 100 zaidi duniani na kupokea uzima wa milele kutoka kwa Mungu. Nguvu ya msalaba inaonekana katika utukufu wa ajabu. Mungu anachoomba katika utukufu huu ni utiifu tu. Hivyo, unapaswa kumwelewa Kristo ambaye ni ukweli na kuwasilisha ukweli huu. Pili, Yesu yuko pamoja nawe na amekuita kueneza Injili. Yesu alikukabidhi kazi hiyo uwe shahidi wake. Pia alikupa mamlaka ya kutoa pepo wachafu. Mungu ni Mungu muumbaji na amepanga kila kitu anapotawala ulimwengu. Kwa hiyo, kunao wale ambao wametayarishwa kupokea wokovu. Kunaweza kuwa na nyakati ambapo marafiki zako wanakudhihaki kwa kujaribu kuhubiri Injili. Hata hivyo, usikatishwe tamaa kwa sababu wanakuthibitisha wewe ambaye umebadilishwa baada ya kumwamini Yesu. Kuanzia sasa, unaweza kutoa changamoto kuelekea jibu la shahidi. Ombi la leo. Mungu Baba, na niishi maisha ya shahidi anayekutii na anayehubiri Injili. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.